Yaani ukinipatia ile fimbo sidhani kama ninaweza kurudisha, kwa sababu nina lengo na ile nguvu na haiwezi kukaa kwako wewe. Labda tuseme fitina ama chuki za wanadamu. Mungu nione na mimi shachoka kuzimwaga damu. Umetawala ushirikina na mengine nisoyafahamu. Adha zola inakosa nuru, yani inafifia. Mekufutafuta muda mrefu wewe, mekufutafuta. Wewe unakwambaga kwamba uache kunifuatilia mimi. Unanifuatafuata tu muda wote. Kwani unavyojiona wewe akili zako na zangu zinafanana? Nimeshakwambia kwamba sitaki unifuatilie, niache. Wewe katoto mkubwa, umevunja mpaka na TV. Sasa wewe nilikuwa nakufutafuta hizi. Mimi na siri kubwa na wewe. Siri gani uliyokuwa nayo wewe? Siri gani? Unataka ujue hili? Nguo za yule mtu aliyekufa hazijachomwa zote. Wewe na kuhusu nini? Na zile nguo za marehemu zilichomwa moto zote. Uone ushahidi gani kwa kama zile nguo hazijachomwa moto zote? Mimi nakwambia na siri kubwa. Afu mbea hili. Wewe leo tu nguo za marehemu hazijachomwa moto zote za mtu aliyekufa. Wewe mimi nakuona una kazi za kufanya. Sisi cha kukwambia tu, pata ya kwako. Katoto kanafunga. Afu mimi najilaumu mimi. Katoto nilikuwa nakafukuzia muda mrefu waka nikatongoze. Sasa nimeshindwa kidini eti. Kutongoza jamani ni shule. Na kusikiliza. Ujio wangu nakuja kukupa taarifa. Kile kikao ambacho unaona tulitakiwa tuweke lakini kailishwa. Hakuna jingine zaidi ya wewe inatakiwa kulisi shemeji Likulama. Unasemaje dada? Na nimekuja kukuambia mapema kwa sababu ninakuandaa kisaikolojia ili utakapokuja kuambiwa isikushtue sana. Na hii sio ombi, ni amri ya uwanja huu. Sijui unanielewa? Yaani hili jambo marehemu mume wangu alivyoniambia nilijua ni utani. Lakini kumbe hili jambo nilipo serious hivyo. Labda tu nikwambie kitu dada. Siwezi hata siku moja eti mdogo wa mume wangu aje anilisi mimi. Yaani shemeji Likulama aje kunilisi mimi. Ndio maana nimekwambia sio ombi, ni masharti ya uwanja. Kumbuka nilianza mimi kuolewa hapa, na sio mimi tu niliolifiwa.
pia hata huyu dadako mwingine naye amelisiwa. Hivyo wewe hili upaswi kulikataa wala kulipika. Utakutana na shida mbeleni. Dada, labda nikuambie kitu, na hii si kwangu tu, hata kwa jamii yote. Hayo mambo yalipita na wakati. Na kama mlikubali ni nyinyi, sio mimi Faiza binti Jarufu. Siwezi kukubali ujinga kama huu. Yaani siwezi kukubali katika familia yetu, hayo ni matusi makubwa. Hata jamii anaangamiza, nyinyi mnatetea. Na wewe ungekuwa unanipenda mimi, labda tu niseme ukunipenda dada. Wewe sio kusupport ujinga huu. Na haula na wewe upo pamoja na hao kuendeleza hizi vitu. Mimi ndio wa kwanza kupinga. Kama nyinyi mlikubali nyinyi, lakini sio mimi. Siwezi. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Lakini kama utakuwa mwelewa, basi utalifanyia kazi na yatakapotokea ili usishtukizwe sana. Kwa sababu najua umetoka kwenye matatizo. Lakini mimi ndio wa kwanza hapa. Sasa kama utapingana vikali, wasalimie na mimi kawape taarifa yangu kwamba hilo jambo kwangu halipo. Baba niokote kilio 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 mama kilio. Baba samahani. Bila samahani mwanangu. Huenda kuna mambo ya msingi ambayo uko unayafanya wakati huu. Hata hili pia la msingi mwanangu. Mzee wangu, kuna jambo ambalo pia linanipa mashaka. Nimeanza kuwa na mashaka na wasiwasi na wewe pia. Mashaka tena? Mwenendo wako ambao unaenda nao unanichanganya katika ubongo wangu. Umebadilika, sio yule mzee wangu ambaye namfahamu wa miaka yote. Kuna vitu ambavyo vinaendelea ama hivi umevikanyaga kwenye unyayo wako, alafu utaki kuviachia tuvijue. Basi kama kuna kitu basi naomba uweke wazi. Alitakiwa kulifunga funga hilo mwanangu. Hebu liweke wazi na mimi nijue kitu gani ambacho nimekanyaga. Mimi nikwambia kitu kimoja. Sisi tunafahamu kuna watu ambao kuna mambo unashirikiana nao, na watu hao sio sisi kwenye familia, wapo nje kabisa na familia hii, alafu wewe unashirikiana nao. Hayo mashaka unayatia wewe sasa, na mimi nikuingize. Unanitilia mashaka mimi ambaye unakumbuka kabisa mimi ndio msaada wako wewe. Mimi ndio nimefanya njia ya kumuua kaka yako wewe. Uliniamini kwa kufanya hili jambo. Na ningekosa kumuua kaka yako, wewe ndio ulikuwa nakufa kwenye hili. Mimi nikalifanya hili kwa udhubuti na likafika mahala limeisha, alafu leo unakuja kuniambia tena una mashaka. Kumbuka na hiki ambacho nakwambia sasa, nakukumbusha. Umefika mbali sana. Ulikofika siko niliko. Ninachozungumzia ni kwamba mimi niliona kwa sababu yule mdada ambaye kaja hapa mtaani kwetu ameanza kuhangaika kutafuta familia na kukuulizia wewe. Tumeanza kuwa na mashaka. Huyo mdada ambaye amekuja na kuulizia wewe, na sio kawaida. Unajua mwanangu, mnavyokuwa kwenye kuzungumza lazima mtu utakuwa unazungumza jambo kutokana na wasiwasi ulionao. Sawa mwanangu? Ulivyozungumza kwamba una mashaka, umekanyaga, na ndio kwa maana mimi nikaenda kukukumbusha hilo. Sasa huyu unayemzungumzia huyu, sawa, ni sahihi, atakuja kunizungumzia mimi. Ila huyu nilimpa msaada. Alikuwa amehitaji dawa, nikampa dawa. Kwa hiyo ile dawa nilivyompa haijafanya vile ndivyo alivyotaka yeye, haijaenda sawa. Ilibidi anifuate. Ndio hiyo ambayo umekutana nyinyi akawa anaulizia. Mzee, mimi sijazeeka. Hivyo ukinitazama na matatizo ya akili? Haiwezekani sasa. Ninachogundua na ninachojua mimi, wewe uganga, tiba, kila kitu kwako hakipo tena. Hapa unachoniambia kwa sasa hapa ni kunidanganya. Mzee, mimi sio Swahabia wala Hijra, wale ni watoto tu. Hapo kidogo naweza kusema kwamba nimeenda kidogo kama wewe hujanielewa. Mwanangu,
Kumbuka neno huwa aliendi kwenye utofauti wa neno. Maana ya kumsaidia na kumpa vitu viwili tofauti hapa. Nimesema nimemsaidia. Sio nimempa dawa mimi. Nimemsaidia. Alikuja kuniambia tatizo, mimi nikaenda kwa mtu ambaye anajua kutoa. Bwana yule unayemjua wewe mtaani hapa, anatoa dawa. Nilikwenda kuchukua huko kwenda kumuonyesha kwamba bwana kuna mtu yupo huku ana shida 1 2 3. Wakachukua dawa, wakamsaidia, manake kwamba yeye ananijua mimi na mimi namjua huyo ambako tulikochukua dawa. Ndio maana yeye alinifuata mimi. Sio mimi ndo nimempa dawa. Mimi nilishaacha. Mimi uwezo wa kutoa dawa mimi sina saizi. Kuna kauli wanasema ukiwa muongo usiwe msaurifu. Sasa hicho kitu ambacho wewe ukijua ni muongo na pia msaurifu. Mimi nikusii kitu kimoja. Mzee, tukija tukibaini ukweli, kuna kitu ambacho kinatuficha sisi. Alafu wewe ndio unakijua. Tutakula sahani moja. Lakini sasa hii ni dunia. Na unavyosikia dunia, yaliomo ndani ya dunia ndio mazito zaidi. Ukiwa unashughulika au unatembea ukakutana na kigingi au kizingiti, unashindwa kupita. Ukamuita mtu akatoa hicho kigingi au hicho kizingiti, ukafanya kazi ya kupita wewe au kufanya shughuli zingine, wewe ndo ukapata mwanya wa kufanya hiyo shughuli kwa sababu ya yeye kukusafishia njia, basi tambua kwamba na kesho kutu hii dunia utakuja kukutana na hiki, utakuja kumuomba huyo akakusaidia. Kama utakumbuka hili, naomba wewe ni mwanangu. Sasa naomba uzingatie haya maneno niliyozungumza mimi kama baba yako, kwamba nimezungumza kwamba kama ulisaidiwa, basi tambua na siku nyingine utasaidiwa. Shafanya mengi mengine, lakini bado ninajipa imani, pengine zamu yangu kesho. O dunia, simama nishuke, yamenzidia mengine yananieremea, nalifuta ku. Karibu shemeji. Asante sana. Mimi nimezunguka huko nikaona ujio wangu nije eneo hili kuhusu kale kabinti. Maana kale kabinti siku nimekaona, basi nikasema kaka ndege kadogo sana. Kalinivutia kwa kweli. Kakindege kale nikazuri sana ukala. Nikaona nije kuambia wewe nakataka kale katoto. Na yule tena. Nakataka. Kwani wewe una uajabu na mimi? Swali linalokuja kuwepo kwamba liko hivi. Yule mtoto sio mkaaji. Umeona? Yule mtoto alikuja tu mara moja na kuondoka. Nilikupa binti yule mwingine na huyu unamtaka tena. Takbir. Hapo imekuwa tofauti sana, sababu bwana jambo lolote lile lenye kiu basi kiu, yani kiu yangu kubwa nikapata kale katoto. Sema kama kameondoka basi haina shida. Sio jambo baya sana na huenda basi sio riziki. Sawa, acha mimi nipate kuondoka. Sawa, lakini sasa mimi naona kuna lile jambo langu ambalo nilikufikishia, naona mbona kimya? Na ndio maana mimi najitahidi kuyafanya haya yote. Hao watoto unaotaka mimi nakuletea, kama yule mwingine nimekuletea, sasa unasema tena nikupe na huyu naye. Lakini naona jambo langu liko kimya. Mimi najitahidi sana kufanya haya yote kwa sababu ya ombi langu kwako. Mimi napata kukuelewa. Lile jambo lako linahitajika uangalifu sana. Yaani linahitajika uangalifu na ubunifu mkubwa sana kulitengeneza. Hata kama dawa yake inabidi itengenezwe kwa uangalifu sana. Sasa tafuta binti wa mmoja wa mwisho. Ukimpata huyo binti, basi tunatengeneza dawa ambayo hautokuja kufeli tena na hautokuja kukosea tena. Na jambo lako litakuwa sawa. Kwa hiyo nitafutie kabinti kamoja, nikafanya mambo yangu, nikatengenezea dawa hivyo. Na pia kabinti yako kasiwe kasivunje ungo. Hakikisha kawe kadogodogo, kasivunje ungo na kasiwe kana uwezo hata kusukuma TV. Basi sawa, kwa kuwa mimi nina shida, nitafanyaje sasa? Basi sawa, yani kale katoto kalivyoondoka basi kamenipa mashaka sana. Haina shida. Sawa shemeji, haina shida. Haya basi sawa. Sawa. Nikali kabinti kale. Shafanya mengi mengine, lakini bado ninajipa imani, pengine zamu yangu kesho. O dunia, simama nishuke, yamenzidia mengine yananieremea, nalifuta kulia kushoto,
linatiririka, nakazana kukimbia ila bado yananifuata. Nikipata wao wananuna, nikikosa wao wanafurahi. Nikipata wao wananuna, nikikosa wao wanafurahi. Kilio